Kwa kweli sio mshtuko tu, yani tulikuwa tunaona hasa kabisa uhalisia wa mambo ulivyokuwa. Tulikuwa tunaona japo kwamba tulikuwa tunajificha kwenye vyumba vya wanyo wanaita mama vyumba vya kujifichia, lakini ilikuwa tunasikia mpaka kuna muda unasikia jengo kama linatetemeka kabisa. Habari yako mtazamaji wa Leaders TV. Katika kuhakikisha raia wanapata haki bora ikiwemo makazi, malazi, lakini pia vipi wataishi, serikali zote mbili ikiwa Tanzania bara lakini pia serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imehakikisha raia wake wanarudisha katika nchi zao kwa ajili ya kupata huduma zilizostahiki. Kutokana na mgogoro ama mchafuko uliopo nchini Israel, serikali kwa kushirikiana na Wizara ya Mambo ya Nje zimehakikisha wananchi wake wanarudi. Ali Suleiman Ali, kaimu mkurugenzi Wizara ya Mambo ya Nje, anayo haya kuzungumza kuhusiana na hili. Leo tarehe 25 Juni 2025 hapa tulipo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume tumeweza kupokea kundi la kwanza la Watanzania ambao walikuwa wamekwama nchini Israel kufuatia kudorora kwa hali ya kiusalama katika nchi hiyo. Kurejea kwa Tanzania hao ni kufuatia maelekezo ya viongozi wetu wakuu, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi. Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki kwa kushirikiana na balozi zetu nchini Misri na balozi yetu ya Israel wameratibu safari hiyo. Aidha, kundi la pili la Watanzania linatarajiwa kuwasili leo jioni kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere. Serikali imechukua maamuzi hayo kwa lengo la kuhakikisha kwamba wananchi wake wote wanapata haki ya kuwa salama na kuhakikisha kwamba wale ambao waliokuwa wamekwama katika nchi ya Israel, kama tulivyoeleza katika taarifa yetu ya wizara, kwamba basi wanarejea hapa nyumbani wakiwa salama. Na bado taratibu zinaendelea na serikali inaendelea ili kuhakikisha kwamba wananchi wote wa Tanzania wanarejea nyumbani kwa salama. Omar Mohamed Suleiman, meneja kitengo cha maradhi yasiyoambukiza hospitali ya Mnazi Mmoja Zanzibar, naye kwa niaba anazungumza kuhusiana na watu hawa ambao 6 kati ya miongoni 36 waliorudi kutoka nchini Israel. Patikana tangu mtoto kwa tumboni, lakini wako ambao watoto wanapata baada ya kuzaliwa. Yote haya ni magonjwa ya moyo na namna yake ya utibabu ni moja katika njia 3. Ama ni njia ya upasuaji, ama ni njia ya dawa, au ni njia ya ushauri. Sasa hawa ambao tumepeleka Israeli ni wale ambao wanahitaji kufanya matibabu ya upasuaji, na ndio maana tumekuwa tukipeleka kule na wanapata matibabu kwa kushirikiana na Save a Child Heart, jumuiya hii ya Kiisraeli. Kwa hii ya mabadiliko ya kiusalama katika nchi ya Israel, kama ambavyo ulimwengu unaelewa, na kwamba hali imekuwa itete kwa wagonjwa wetu. Wizara ya Afya Zanzibar ikiwa na dhamana ya kusimamia matibabu ya yote kwa ujumla wake. Magonjwa ya moyo ni sehemu ya matibabu ambayo inasimamia kwa kushirikiana na Save a Child Heart ya Israel. Tuna wagonjwa ambao tumekuwa tukipeleka kwa kipindi cha miaka 26 sasa hivi Israel, na tumefanikiwa kwa kutosha kabisa juu hili. Hivi karibuni tuna wagonjwa wasiopungua 21 na wazazi wasiopungua 7 ambao wako kule nchini Israel kwa ajili ya matibabu ya moyo, na kutokana hii hali ya usalama ilivyoendelea, imebidi kwamba wagonjwa ambao wameshafanywa matibabu na hali zao zimeshatengemana vizuri, hawa imebidi kwamba safirishwa rushwa nyumbani kwa msaada wa ubalozi ukishirikiana baada ya kupokea au ni agizo rasmi kutoka katika serikali zetu kuu ya Zanzibar na serikali ya Muungano. Ukweli ni kwamba sisi kama Wizara ya Afya tumeshukuru sana na tunashukuru kwa sababu tunaona ni jinsi gani serikali inavyokuwa iko committed kila inapotokea mizozo au migongano kwa kuzingatia usalama wa watu wetu popote pale walipo. Hivi leo tumepokea watu 6 ambapo ndani yake kuna wamama pamoja na watoto wenye maradhi ya moyo ambao wameenda kwa matibabu na hali zao zimeshatengemaa vizuri. Walikuwa wamekwama kwa sababu ya usalama, ndege haziruki, lakini serikali imechukua kupitia kwa ushirikiano na ubalozi imefanya juhudi ya ziada kuhakikisha kwamba inapitia njia zingine za nchi za jirani ikiwemo nchi ya Misri ili kuhakikisha kwamba watu hawa wanafika salama, na tunashukuru Mungu kwa hili.
Kwa niaba ya Wizara ya Afya na kwa niaba ya Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, tunatoa shukrani kwa wale wote kwa namna moja au nyingine wanashirikiana katika kuhakikisha kwamba safari hii inakuwa salama na watu hao wanaokolewa kufika nyumbani wakiwa kwenye hali ya usalama kabisa. Kati ya watu 6 waliowasili katika viwanja wa ndege kutoka nchini Israel, hawa wawili ni miongoni mwa watu hao, na hapa wanaelezea kilichotokea na hadi kufika hapa katika nchi yao. Nashukuru Mungu kwa kufika kwetu Zanzibar salama salimini, kwa serikali zetu zote mbili kutusaidia kufika katika nchi yetu. Sisi tulikuwa tumeenda Israeli kwa ajili ya matibabu ya watoto wetu wenye maradhi ya moyo. Tulipokelewa vizuri na kufanya matibabu vizuri kutokana na hali ya mchafuko kutokea. Kwa hiyo tumeshukuru pia serikali zetu kutusaidia mpaka tumefika hapa. Matibabu yalikuwa shapatikana na tulikuwa tushapewa ruhusa ya kuondoka. Kwa kuona tulikuwa hatuoni kwa live, ila tunapitia kwa kuona kutumia mitandao, ila na tunakuwa tunasikia kila aina ya vishindo na hali ya hali ya vishindo, na pia kuona mtikisiko ambao tulikuwa tukiona katika hivyo vyumba vitu kwa tukikaa. Najisikia vizuri kwa kurudi nyumbani salama. Pia naishukuru serikali yangu kwa kufanya jitihada mpaka kufanikisha sisi kufika nyumbani salama. Tumefurahi, tumefika nyumbani salama, hali ya kuwa ambayo tulikuwa tumeanza kupoteza matumaini kwamba kweli tutarudi nyumbani salama. Tunashukuru serikali zote mbili kwa kufanya jitihada kuturudisha nyumbani salama. Kwa kweli sio mshtuko tu, yani tulikuwa tunaona hasa kabisa uhalisia wa mambo ulivyokuwa. Tulikuwa tunaona, japo kwamba tulikuwa tunajificha kwenye vyumba vya wenyewe wanaita mama, vyumba vya kujifichia, lakini ilikuwa tunasikia mpaka kuna muda unasikia jengo kama linatetemeka kabisa. Nilichogundua kwamba nchi yetu ni sehemu ambayo ina amani kuliko sehemu yote katika sehemu ambazo nimewahi kufika. Kwa hiyo ni bora tuendelee kuilinda amani yetu. Juma Salumu Mgeni ni katibu wa watoto wenye magonjwa ya moyo Zanzibar, sambamba na Hafiz Alawi Abbas. Kwa niaba ya familia wanazungumza kuhusiana na hili. Kwa kweli tumefarijika sana kuwapokea wagonjwa hao wa moyo kutoka nchini Israel, ambapo walipoenda kufanya matibabu yao, na kwa kuwa wamefanikiwa kufanya matibabu na hali iliyokuwepo kule nchini Israel, kwa hiyo serikali yetu ambayo imejitahidi kuwarejesha wagonjwa wetu hapa nchini salama, na tunapenda kutoa shukrani zetu za dhati kwa serikali. Ndio, wote wamepata tiba sahihi na tunashukuru Mungu mpaka sasa hivi wanaendelea vizuri. Kwa Zanzibar kuna wengine ambao tunatarajia kuwapokea jioni, ambao mkurugenzi amesema kwamba watafikia katika uwanja wa Mwalimu Nyerere, lakini wote tayari watakuwa wamewasili Zanzibar inshallah. Ambao familia zetu zilikuwepo nchini Israel kwa ajili ya kwenda kupatiwa matibabu. Neno la kusema ni shukurani. Shukurani kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pamoja shukurani kwa serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar kwa kuona kwamba wana haki ya kuwalinda wananchi wao popote pale ambapo walipo. Wana haki ya kujali usalama wao pale popote ambapo walipo. Hili ni jambo la kushukuru sana, na kwa sisi wanafamilia ambao tumekuja leo kuwapokea wenzetu, hatuna cha kusema zaidi, ni kuwaombea dua viongozi wetu na kuwatakia kheri na awatilie baraka Allah subhanahu wa ta'ala katika harakati zao zote ambazo wanazifanya. 6 kati ya raia wa Tanzania 42 ambao wamefika na kushuka ndege katika kiwanja cha Abeid Amani Karume, 36 tarajiwa kushuka katika kiwanja cha Julius Nyerere Dar es Salaam, ambao wametoka nchini Israel. Kutoka Leaders TV, mimi ni Mariam Khair. Uwajibikaji ni msingi wa maendeleo.